Siwe na ukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha neno la Mungu. Nashukuru Mungu, leo ni siku ya Jumapili. Tumepata neema ya kushiriki ibada kutoka maeneo mbalimbali, kutoka mataifa mbalimbali, na wenzetu mlioko Marekani. Bila shaka sasa hivi ni bado hamjaamka, mmelala, lakini mtakapoamka ni siku ya ibada. Lakini mlioko mataifa haya ukanda wa kwetu, leo ni siku ya ibada. Na tunashukuru Mungu kwa neema ambayo Mungu ameruhusu tuwe nayo. Lakini leo ni tarehe 1, nami ningetamani kutamka neno la Bwana juu yako kwa ajili ya mwezi huu wa 3. Mwezi wa 3 ni mwezi ambao umebeba kitu kikubwa cha kimungu, nami nimetamani kutamka baraka za Bwana. Tumekuwa na mwendelezo wa ibada yetu ya nguvu ya sadaka, na tunaendelea somo lile nguvu ya sadaka. Lakini leo kwa sababu ya majira ya mwanzo wa mwezi, nimetamani leo kuachilia baraka, neno la baraka ambalo litadhihirika kwetu. Na neno ambalo ninatamani kusema nalo kwenye mwezi huu ni mwezi wa kulikalisha jina la Bwana. Ndi mwezi wa kukalisha jina la Mungu katikati yetu. Huo ni mwezi, jitabirie binafsi kwamba mwezi huu wa 3 ambao tunaingia ni mwezi wa kulikalisha jina la Bwana katikati ya maisha yetu, katikati ya familia, katikati ya huduma na katikati ya maeneo mbalimbali. Kwenye kitabu kile cha Hesabu, kitabu cha Hesabu 6, na nitasoma mstari ule wa 22 hadi 27. Fungua nami kitabu kile cha Hesabu 6:22 hadi 27. Neno la Mungu linasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyobarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani. Ndipo mtakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Sasa pointi yangu ipo kwenye mstari ule wa mwisho wa 7. Ndipo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Kila mahali, kila eneo Mungu amejisimamishia makuhani, nami Mungu amenipa neema ya kuwa ni miongoni mwa makuhani ambao ninasimama mbele za Bwana kumtumikia Mungu. Nami natamani kwenda mbele za Bwana kuomba. Lakini pointi yangu anasema, nena na Haruna wanawe waambie, ndivyo watakavyowabarikia wana wa Israeli, mtawaambia. Kwa hiyo kuna tamko la baraka na takwa liachiliwe kwako binafsi, katikati ya familia, katikati ya taifa, katikati ya jamaa. Kumbuka mwanzo wa mwezi ni lango la mwezi mzima. Kama tukibariki mwanzo wa mwezi, hizi baraka zinaishi mwezi mzima. Kama ukitamka laana kwenye lango la mwezi, zinakufuatilia ndani ya mwezi husika. Katika ulimwengu wa roho, mwezi ni lango, tarehe 1 ya mwezi ni lango la mwezi. Sasa hapa anasema wana Haruni wamepewa jukumu la kuwabarikia Israeli, na akishawabarikia sema, ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli. Nami nachotamani kwamba kwenye mwanzo wa mwezi wa 3 ni kukubariki, na napokubariki ndivyo ninavyoweka jina la Mungu juu yako na juu ya familia yako, juu ya huduma yako, juu ya utumishi wako, juu ya kanisa lako, juu ya miradi yako, juu ya familia yako, juu ya mahusiano yako, juu ya maono yako. Kuna vitu vingi ambavyo unatamani visimame mwezi huu ambao tunaingia mwezi wa 3. Lakini baraka wa Mungu juu yako unakalisha jina la Bwana kwako, unakalisha uwepo wa Bwana kwako. Kuna wakati tunapita katika mazingira tofauti. Nilikuwa na tafakari habari za Daudi. Daudi anasema, ninalia mchana kutwa pindi wasemapo, yuko wapi Mungu wako? Mungu hujidhihirisha kwa neema tofauti. Mungu hujidhihirisha kwa baraka tofauti.
Mungu anavyojidhihirisha kwako kwa njia baraka, watu wanasema hakika Mungu yuko hapa. Watu wanashuhudia kwamba sema ndivyo mtakavyoweka jina langu. Nami nikutabiria kwamba mwezi wa 3 ni mwezi wa kuliweka jina la Bwana katikati ya maisha yako. Mwezi wa 3 ni mwaka kuweka jina la Bwana katikati ya familia yako. Ninaomba, lakini omba kwenye hili lango la mwezi. Hebu tamka kitu mbele za Bwana. Hebu mwambie Bwana juu ya lango hili. Tamka baraka za Bwana. Bariki familia yako, bariki miradi yako, bariki afya yako. Baraka ni zaidi ya mali. Hata watoto wako faulu mitihani ni baraka. Hata watoto wako kuwa na akili ni baraka. Kupata kibali pia ni baraka. Kwa hiyo baraka mara nyingi huwa tunaangalia vitu vichache, lakini baraka ni pana, baraka ni vitu vingi. Baraka ni vitu endelevu, baraka ni vitu vingi sana. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana kwa ajili ya maombi ya kuliweka jina la Bwana katikati ya familia yako, natamani ombe baraka za Bwana. Tuko kwenye lango la mwezi wa 3. Hili lango libebe baraka. Hili lango liweze kukalisha jina la Bwana kwenye maisha yako. Tunapotoka kwa neno la Bwana kwenye lango, kuna kitu kwa nafasi ambayo Mungu amenipa kwenye madhabahu yake. Ni kuhani wake, natumika kwenye madhabahu alikoniweka. Nami kwa nafasi ambayo nasema mbele za Bwana, ninatamka kitu na Bwana atakubarikia. Ili mwezi wa 3 ni mwezi uliojaa neema na kibali. Mwezi wa 3 bebe vitu vikubwa na kamone Bwana. Bwana kufuta machozi mwezi wa 3. Nitakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, ni agizo lako Bwana kwa makuhani ya kwamba umewapa nafasi ya kutamka baraka katikati ya lango, katikati ya taifa, katikati ya familia. Na neno lako limefunuliwa wazi kwa Bwana kubariki na kulinda. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulia uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli. Nami nasimama kwenye nafasi ya ukuhani. Natamka baraka zako. Bwana, wabariki watoto wako wanaofuatilia channel hii Bwana YouTube, wanaofuatilia Baba katika Facebook, ambao pia wanafuatilia kwenye magrupu ya maombi, hata wale watakao share Baba kwa ndugu na jamaa zao. Baraka we katikati ya mwezi mzima wa 3. Na ubariki mwezi wa 3, ya kwamba Bwana kubariki kukulinda kwenye mwezi wa 3. Bwana kuangazia nuru uso wake na kukufadhili katika mwezi wa 3. Bwana kuinulia uso wake na kukupa amani. Katika jina la Yesu. Mwezi wa 3 ni mwezi wa amani. Mwezi wa 3 ni mwezi wa kufadhiliwa. Bwana kufadhili na kukuinulia kukufadhili kutoka maeneo mbalimbali. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, baraka wa Bwana uwe juu yako. Mungu akufadhili. Mungu akutende mambo makuu, yale ambayo yaliyofichwa mahali pa siri. Zile baraka za sirini Mungu azifunue, Mungu azidhihirishe. Bwana akajitukuze katikati ya maisha yako. Mwezi huu ni mwezi wa kutembea ndani ya amani. Wale maadui wanakukosesha amani, watengwe nao mwezi huu wa 3. Huo ni mwezi wa kupata amani. Ila Mungu anasema amani ya Kristo ya moyo moyoni mwenu. Nami nakuombea mwezi wa 3, amani ya Kristo ya moyo moyoni mwako katika jina la Yesu. Amani ya Kristo ya moyo mwezi mzima wa 3. Bwana kuondolee misiba na masononeko ya moyo. Bwana kuondolee mateso na dhiki na taabu vinavyokufanya kukosa amani. Mungu Kristo Bwana Yesu anasema amani yangu nawapa, nitoavyo katika ulimwengu utoavyo. Amani ya Kristo iachiliwe ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Baraka ulinzi we juu yako mwezi wa 3 mzima. Bwana akulinde uingiapo, akulinde utokapo, akulinde wapo safarini, akulinde na afya yako, ailinde jamaa yako, ailinde familia yako katika jina la Yesu. Baraka wa ulinzi uwe juu yako katika mwezi huu wa 3 katika jina la Yesu. Uone neema na kibali cha Bwana katika jina la Yesu
Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, kuonea nuru ya uso wake, utukufu wa Bwana ukadhihirike. Nuru ya uso wa Bwana ikakomulikie katika njia. Utukufu wa Bwana kutangulia na kukuangazia na kuonyesha njia upasao kuendea. Utukufu wa Bwana kufuate nyuma kwa ajili ya kulinda, akuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili. Na Bwana, fadhili za Bwana zidhihirike juu yako na maisha yako na familia yako, na kila ukitendacho kipate fadhili za Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Mungu aliye hai, jina lako Bwana ninaliweka jina lako katikati ya watoto wako. Jina lako likaonekane kupitia hizi baraka. Jina lako likaonekane mwezi wa tatu mzima. Jina lako likaonekane katikati ya watoto wako, katikati ya kila mahali wanapofuatilia maombi haya. Jina lako likaonekane katikati yao Baba, na kuwabarikia. Namo ni mwezi wa kubarikiwa, huo ni mwezi wa kumwona Bwana, huo ni mwezi wa kuona fadhili za Bwana, huo ni mwezi wa kuona utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Mungu akukumbuke mwezi huu na baraka hizi kufuate na kukupata mahali popote unapofuatilia maombi haya katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Amena. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutunze, na Mungu aonekane upande wako. Napomaliza kipindi hiki, endelea kuniombea kwa ajili ya kipindi kijacho. Kuna changamoto za hapa na pale, lakini popote ulipopata nafasi dakika chache za kuniombea, niombe kwa Bwana nipe neema kufanya vipindi zaidi. Natamani kuongeza program, kuna vifaa natamani kuvitumia kuboresha huduma. Kwa naomba pia pata nafasi ya kuniombea. Natamani Bwana akitupa neema mwezi wa tatu tuone maboresho makubwa zaidi, tuone hatua nyingine zaidi. Lakini kukaribisha pia kwa ajili ya kushare maombi haya. Unaweza uweko Facebook, unaweza ukalike, kucomment na kushare, ili watu kwenye account yako watu waweze kuona kile ambacho kinaendelea. Baraka uende kwa watu wengi zaidi. Lakini mlioko YouTube, kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike, ili kwamba Mungu ajitukuze na tuendelee kupata view wengi, ili tunapopata view wengi, tunapopata kazi ya Mungu ifikie wengi. Mungu wangu awabariki. Amen. Amen.